Novemba 20 mwaka 2025, Tanzania inaingia katika hatua nyingine yenye utata wa kisiasa. Siku ambayo ilikuwa imepangwa kuwa siku ya uzinduzi wa tume ya maridhiano imegeuka kuwa chanzo cha mjadala mkubwa baada ya kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan. Kauli ambayo imetikisa siasa za ndani na kufungua milango ya maswali mazito katika uwanja wa kimataifa. Rais Samia alidai kwamba vijana walioshiriki maandamano Oktoba 29 walilipwa pesa taslim. Na zaidi ya hapo akaagiza mashirika mbalimbali yasiyo ya kiserikali kuchunguzwa ili kubaini wanatoa wapi pesa na wanazitumia kufanya nini. Kauli hiyo imekuwa kitovu cha mjadala mpya. Ni kauli iliyojaa uzito, athari na maswali yanayoendelea kuibuka bila majibu ya moja kwa moja. NGO zetu za ndani na za nje, tunaambiwa kwamba vijana wale walioingia kudai haki walilipwa fedha kwanza ndio wakaingia barabarani, na wengi wao waliingia barabarani kuendana na hizo fedha walizopewa. Je, fedha zilitoka wapi? Zilitoka wapi? Kwa hiyo haya tukaangalie NGO za ndani na nje wamechangia nini kwenye mambo haya. Lakini niseme hata kama kulikuwa na changamoto baina ya tume na vyama vya siasa, msajili na vyama vya siasa, serikali na vyama vya siasa, je, hakukuwa na njia nyingine nzuri zaidi? Njia ilikuwa ni ile moja peke yake ya kuingia, kuchoma nchi, kuchafua nchi, kusababisha vifo kwa wananchi? Hakukuwa na njia nyingine ya kurekebisha hizo kasoro? Hebu twendeni tukaangalie pia. Katika hotuba yake, Rais Samia hakutaja majina ya mashirika wala hakutoa vielezo vya kina, lakini ujumbe wake uliwafikia wote wanaofahamu nafasi ya NGOs nchini Tanzania, haswa zile zinazofadhiliwa kutoka mataifa ya magharibi. Kwa upande mwingine, inaonekana kama hatua ya kisiasa inaweza kubadili mwelekeo wa mjadala kuhusu uwajibikaji wa serikali. Vifo vilivyotokea na madai ya polisi kuhusika havikutajwa kabisa, na hilo liliibua maswali zaidi kuliko majibu. Chama cha Chadema ambacho ndio sauti kuu ya upinzani nchini Tanzania kilitoa mapendekezo ya kutaka tume huru ya uchaguzi kutoka jumuiya ya kimataifa. Kwa mujibu wa kauli ya naibu mwenyekiti wa Chadema Taifa John Heche, uchunguzi wa machafuko ya Oktoba hauwezi kufanywa na tume ya ndani kwa sababu baadhi ya watuhumiwa wa matumizi ya nguvu ni sehemu ya mfumo wa serikali yenyewe. Kwa Chadema suluhu ni moja tu: tume huru ya kimataifa, tume yenye uwezo, uhuru na mamlaka kuchunguza bila kuingiliwa. Heche anasisitiza kuwa waliotekeleza vitendo vya uvunjifu wa haki lazima wawajibishwe kwanza, ndiyo maridhiano yaanze. Hoja ambayo imeungwa mkono na vijana wengi, wanaharakati na mashirika ya haki za binadamu. Katika mitandao ya kijamii, hasira na mshangao vimekuwa wazi. Vijana wa Gen Z ambao kwa wengi ndio waliokuwa mstari wa mbele katika maandamano wanahisi kuwa wanabaguliwa na kutumiwa kama kisingizio cha kisiasa. Kwa kauli kwamba walilipwa ni jaribio la kudhalilisha sauti yao, kupotosha chanzo cha hasira na kuondoa mjadala kuhusu uwajibikaji wa dola. Wengi wameita kauli hiyo kama kituko, kubadili mada au kuvunja misingi ya maridhiano. Kwa vijana, swali moja ndilo linaendelea kusikika: kwa nini serikali haitoi majibu kuhusu vifo lakini inatoa tuhuma bila vielelezo? Kauli ya kutaja mkono wa mashirika ya kimataifa katika maandamano ya ndani ya nchi ni kauli kubwa. Na katika ulimwengu wa diplomasia, kauli kama hii huwa na athari za kina kuliko zinavyoonekana juu juu. Tanzania sasa iko katika eneo nyeti kwa sababu mashirika yaliyotajwa, hata bila kutaja majina, ni sehemu ya mfumo wa kimataifa wa misaada, haki za binadamu, uangalizi wa uchaguzi na maendeleo ya kijamii. Kwa hiyo hoja kwamba mashirika haya yalilipa vijana inaweza kusababisha misukosuko ifuatayo. Nchi nyingi za Ulaya, Marekani, Canada na nchi za Nordic ndizo zinazofadhili NGO zinazofanya kazi Tanzania.
Tuhuma kwamba wanachochea vurugu zinaweza kutafsiriwa kama serikali ya Tanzania haina imani na wahisani wake. Serikali inajenga hoja dhidi ya misaada yao. Tanzania inaona wahisani kama wapinzani wa utawala. Kwa lugha ya diplomasia, hili ni jambo zito. Matokeo yake yanaweza kuwa misaada kupunguzwa, misaada kusimamishwa au masharti mapya kuwekwa kwenye ufadhili. Ripoti za kimataifa kuanza kuzingatia Tanzania kama nchi yenye shaka ya udhibiti wa kisiasa. Mashirika makubwa yanaweza kuamua kusitisha shughuli zao hadi kupata ufafanuzi. Hili linaweza kuathiri miradi ya afya, mipango ya elimu au pia uwezeshaji wa wanawake, haki za binadamu na uangalizi wa uchaguzi. Na madhara yake kwa wananchi yatakuwa ya moja kwa moja. Katika mazingira kama haya, si ajabu kuona mataifa wahisani wakimuita balozi wa Tanzania, kuwataka maelezo au pia kutaka ushahidi, lakini pia kudai ufafanuzi wa tuhuma hizo. Hii ni hatua ya kawaida ya diplomasia pale tuhuma zinapozidi uzito wa kawaida. Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya, Marekani na mashirika ya haki za binadamu kama HRW na Amnesty hupenda kulinda haki za NGOs kimataifa. Kauli ya Tanzania inaweza kuzifanya taasisi hizi kutaka uchunguzi wa kimataifa au pia kutaka uhuru wa mashirika uheshimiwe, lakini pia kuonya kuhusu mwelekeo wa kisiasa wa serikali. Ikiwa majibu hayaridhishi, huwa wanasema hadharani na kitaifa. Kauli kama hizi huathiri taswira ya nchi. Tuhuma hizi zinaweza kuitupa Tanzania kwenye kundi lile lililowakilishwa na Ethiopia, Uganda, Zimbabwe na Angola. Nchi ambazo zimewahi kushtumiwa kuwakandamiza wanaharakati na masharti ya kimataifa. Matokeo ya taswira hiyo ni uwekezaji kupungua, thamani ya kisiasa ya kitaifa kushuka, lakini pia uhusiano wa kiuchumi na EU au Marekani kuteketea, lakini pia kuwekwa vikwazo vya kimya kimya. Endapo jumuiya za mataifa zitaona kuwa Tanzania inajaribu kukwepa uwajibikaji au kukandamiza mashirika ya haki, kubana sauti za vijana, wanaweza kuweka masharti ya visa au pia kupiga marufuku ya kusafiri, lakini pia kupiga marufuku taasisi au watu binafsi. Hii sio mara ya kwanza kutokea katika nchi za Afrika Mashariki. Wawekezaji hufuatilia sana utulivu wa sheria, taarifa za kisiasa, mahusiano ya kimataifa na haki za kiraia. Kauli za kutaja mashirika kimataifa kama wahusika wa machafuko huvutia hofu ya wawekezaji na mara nyingi mitaji husogezwa upande mwingine. Katika mazingira machafuko ya Oktoba, wachambuzi wengi wameonyesha kuwa kulikuwa na njia bora, salama na yenye nguvu zaidi kisiasa ambayo serikali ingeweza kuchukua. Kwanza, kabla ya kuanzisha tume ya maridhiano, kulikuwa na haja ya kutaja na kuthibitisha ya idadi waliopoteza maisha, kuanza uchunguzi huru kuhusu polisi, lakini pia kutoa taarifa kwa umma kuhusu hatua zilizochukuliwa, kuonyesha dhamira ya kweli ya kujenga maridhiano, sio tu kutafuta wahusika wa kufikiriwa. Haya yote yangekuwa msingi wa tume ya maridhiano yenye uhalali. Tanzania sasa iko katika njia panda. Kauli ya kwamba vijana walilipwa imebadilisha kabisa mwelekeo wa mjadala wa kitaifa na kimataifa. Mashirika ya kimataifa yanafuatilia na jumuiya ya kimataifa inasubiri majibu, na vijana wanaohisi kulengwa waziwazi wanaendelea kuuliza maswali ambayo hayajapatiwa majibu. Je, uchunguzi utakaoanzishwa utaonyesha ukweli? Je, tume ya maridhiano itaweza kufanya kazi ndani ya sintofahamu hii? Na muhimu zaidi, je, Tanzania itaweza kulinda hadhi yake ya kimataifa wakati huu wa mtikisiko wa kisiasa?